mateso yako, maumivu unaopitia, inawezekana yakawa ni njia ya kupeleka kwenye hatima yako, mahali ambapo Mungu amekusudia ufike. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Tunaona Yusufu aliuzwa na ndugu zake kwa sababu ya wivu tu, na akatupwa gerezani bila kosa lolote, lakini Mungu kwa sababu alikuwa naye, na mateso yote ambayo Yusufu alikuwa anayapitia hayo, kukataliwa, kusingiziwa, kutaka kuuliwa, Mungu aliyageuza kuwa ni njia ya kumuinua Yusufu. Kwa hiyo inawezekana pia mateso yako ambayo unapitia, maumivu hayo, kukataliwa, ni ndio maana nasema kwamba rejection sometimes is God's redirection. Kwamba kukataliwa na watu wa maeneo fulani au eneo fulani, ni Mungu anakuelekeza kwamba hapo sio sehemu ambayo unatakiwa uwe, inabidi uende sehemu fulani. Kwa unapochukua hatua ya kuondoka mahali hapo kwenda sehemu ile, hiyo ni kwamba Mungu amekuredirect mahali ambapo unatakiwa kuwa. Kwa hiyo Mungu anataka Yusufu aende wapi? Misri, ili akaliokoe taifa la Israeli wakati wa njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inawezekana pia mateso yako ambayo unapitia hayo, hata kama wanaokutesa ni watu wa karibu, unaowapenda, unaotamani kuwa nao karibu, lakini yanakuumiza kadri unavyokuwa yanakutesa, yanakuumiza. Inawezekana ni njia sasa ya kuondoa kutoka mahali hapo, kukupeleka sehemu ambayo Mungu amekusudia uende. Kwa hiyo tunaona kwamba mateso yote ambayo Yusufu alikuwa anapitia ilikuwa ni maandalizi ya heshima kubwa ya Yusufu. Ndio maana ukisoma katika Mwanzo sura ya 50 mstari wa 20, tunaona hapo Yusufu anawaambia ndugu zake kwamba ninyi mlikusudia kunitendea mabaya, lakini Mungu alikusudia kuwa mema. Unaona, ili ayatende kama ilivyo leo, kwa kuwakalisha watu wengi wakaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba Yusufu alikuwa na hekima ya Mungu. Ndio maana hakuwalaani, hakuwatukana, hakuwataka kuwarudishia ubaya. Kwa sababu gani? Alikuwa anajua yote yale mabaya aliyomtendea yalikuwa yanamtengenezea njia ya kwenda mahali ambapo anatakiwa aende. Kwa hiyo acha kulalamika sometimes watu wanapokutesa, wanapokukataa, wanapokudharau, wanapokutenga. Acha kulalamika. Inawezekana hiyo ndio njia ambayo inatakiwa uipite ili ufike kwenye sehemu ambayo Mungu amekuandalia. Kwa ile kulalamika inaweza kuziba masikio yako na macho yako, usione njia sahihi ya kuendea, na usisikie sauti ya Mungu inayokuelekeza uende kushoto au kulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Warumi sura ya 8 mstari 28, Biblia inasema kwamba nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wote wanaompenda. Wote wanaompenda Mungu anafanya nao kazi. Anasema anafanya nao kazi katika kuwapatia mambo mema. Yaani wale ambao wameitwa kwa ajili ya kusudi maalum la Mungu. Mungu hufanya nao kazi. Kwa hiyo wewe kama umeitwa na kusudi maalum la Mungu, mateso yako, maumivu, kila kitu ambacho kinapitia, yaani unajua kabisa kwamba hayo yote unafanya pamoja na Mungu. Yaani Mungu yuko na wewe, hajakuacha kwenye hao maumivu. Kwamba si kwamba haoni